Zanzibar ni kisiwa chenye historia kuvutia duniani. Utafiti wa sayansi ya mambo ya kale uliofanywa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tokea mwaka 1995 mpaka mwaka 2008 katika mapango ya Kuumbi, Mwanampambe na Mzimu wa Machaga visiwani humo umedhihirisha kuwa binadamu wameanza kuishi katika visiwa vya Zanzibar kwa zaidi ya miaka 1031 iliyopita. Mwaka 2000 kisiwa hiki kiliteuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa ni urithi wa dunia kutokana na historia ya kisiwa hiki kuwa ya kipekee duniani. Moja ya kivutio cha kihistoria visiwani Zanzibar ni kanisa kongwe la minara miwili la Mtakatifu Josefu ambalo lina haiba ya kipekee na historia iliyojaa hisia katika zama za utumwa na uenezaji wa dini ya Ukristo. Kwa kweli kanisa hili limejengwa na Wafaransa ambao asili yao ni Wajerumani, wanajiita Alsatians. Wale sehemu ya Ufaransa imekatika kidogo ikaingia Ujerumani. Wanazungumza Kifaransa na Kijerumani. Kwa hiyo aliyelijenga kwanza kabisa ni padri ambaye ni nusu Mfaransa na Mjerumani, Alsatians hawa. Na ramani ilichorwa na mtu kutoka jimbo la Mercier kule Ufaransa kule. Na juzi nakumbuka kabisa jina lake tunalo, nakumbuka sikuwa nyumbani, ndugu zake walikuja kutafuta ramani ya kanisa hili kutoka kule Ufaransa Mercier. Hatukuweza kumpa kwa sababu zimeliwa na mchwa, zinahitajika kuunganishwa sana ili uweze kupata kwa kweli picha ramani yenyewe. Kwa hiyo waliolijenga ni wa misionari wa shirika la Roho Mtakatifu kutoka Ufaransa, na ramani yake tunayo, ndio tunajaribu sasa kuiunga pamoja ili ionekane ilivyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kanisa hili ni moja ya majengo mashuhuri yaliyoorodheshwa na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kwenye mji mkongwe wa Zanzibar kuwa ni urithi wa dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Chimbuko la Ukristo kisiwani kwa kweli ni wamisionari waliotoka Reunion, na inaelekea kwamba kulikuwa na majaribio mengi ya kuleta dini hapa miaka ya karne ya 16 na 17, karne ya 16 na 17, lakini lilishindwa. Walikuja kwanza kabisa Maagustiniana, wamisionari wa Agustiniana, wakakaa kidogo na kurudi baada ya kuona mazingira ni magumu. Baada ya miaka mingi tena wakaja wengine wa Kapuchini
tunaowaita kwa sasa hivi, nao wakashindwa wakarudi. Jaribio la tatu ndio limeshinda, ambalo lilikuwa la Holy Ghost Fathers mwaka 1860. Hawa walikuja masista watano, mapadu 2 na mabruda 3. Hawa kwa bahati nzuri waliweza kukaa, na baada ya muda walitengeneza mazungumzo na maelewano na sultani wa Zanzibar. Yeye akawaruhusu kukaa, na ndio akawaruhusu kununua nyumba ya kwanza ambayo mpaka sasa hivi sisi tunaishi. Nyumba hii inakisiwa kuwa na miaka 600-700. Walinunua kwa Mwarabu ambaye alikuwa anafanya biashara ya utumwa na karafuu. Baada ya miaka michache pia wakapata ruhusa ya kununua ardhi ya kujenga kanisa kuu la Zanzibar, ambalo ni Mtakatifu Yosef Cathedral, kanisa kuu la Mtakatifu Yosef Zanzibar. Kanisa hili lilijengwa kuanzia mwaka 1865, na tunaambiwa kwamba mpaka mwaka 1867 watu walianza kusali ndani. Sasa ni wanani wanaosali ndani? Hawa wa misionari hawakuwa na wafuasi, kwa sababu Zanzibar ilikuwa karibu wote ni Waislamu, na wengi waliokuwa hapa ambao hawakuwa na Waislamu walikuwa ni watumwa walioletwa kuuzwa sokoni Zanzibar, maana Zanzibar ilikuwa ni soko kuu la watumwa ulimwenguni. Kwa hiyo wamisionari walikuwa wanaenda sokoni kwa watumwa kule kwenye mnada katika kanisa la Kianglikani sasa hivi, ambao kanisa la Anglikani limesimama, kununua watumwa. Asa hawakuweza kununua wale wenye nguvu, walinunua wale ambao walikataliwa kwa sababu ya udhaifu. Maana kama ni wadhaifu walikuwa wanakataliwa, hawezi kuuzwa kwenda nje. Kwa hiyo waliweza kununua wachache kwa sababu ya ufinyu wa pesa, ndio walianza nao. Asa nini walichofanya na hao watumwa walionunuliwa? Ni elimu. Kwanza kabisa kutafuta lugha ya kuwaunganisha, kwa sababu watumwa hao wametoka sehemu mbalimbali kutoka Malawi, Zambia, Tanzania bara, Kenya, huko wote walikuwa wanaletwa hapo kwa ajili ya kuuzwa. Kwa hiyo lugha ambayo walikuwa nayo ni lugha ya wale matajiri ya kukopa na alama. Sasa wale wa misionari walichofanya ni kutafuta lugha ya kuwaunganisha. Walianza kuwasikiliza wanavyozungumza, wanavyokopa maneno na ishara walizokuwa wanafanya. Baada ya muda wakaweza kuunda kamusi ya kwanza ya maneno machache ya kuwaunganisha wale watumwa. Na baadaye tukasikia kwamba lugha ya Kiswahili imeanza kukua kwa kuokoteza maneno kwa haya makabila mbalimbali. Ni katika karne hiyo ya 18 ambapo wimbi la wamisionari, wapelelezi na wafanyabiashara lilizidi kufurika barani Afrika kwa malengo mbalimbali kama vile uenezaji wa dini ya Ukristo na uchuuzi wa biashara haramu ya utumwa. Ndipo ilipofika mwaka 1863 waliwasili kundi jingine la wamisionari mapadre wa Holy Ghost katika mwambao wa kisiwa cha Zanzibar, na wakaanzisha makazi visiwani kwa lengo la kueneza dini ya Ukristo na kupambana na biashara ya utumwa. Nadhani wamisionari walio
kuja na kuweza kubaki walitumia mbinu ya kusoma alama za nyakati wakati ule. Kwanza kabisa walikuja wakati wa utumwa, wale wengi ambao walikuwa waletewa ile dini ndio walikuwa wanaishi maisha ambayo sio ya kibinadamu. Kwa hiyo walichofanya ni kuwafanya huru, kuwa kama binadamu huru. Na baada ya kuwafanya binadamu huru, walitumia uwezo wa kuwapa elimu ambayo iliwafanya wajijue kwamba wana uwezo wa kutumia vipaji vyao, nguvu zao na kujiendeleza. Ndio maana nilisema cha kwanza walichofanya ni elimu ya vitendo. Kuwa na wakulima bustani na kuzalisha vitu vyao wenyewe, kuwa na maseremala wa kutengeneza vitu vyao wenyewe, na mafundi waashi wa kutengeneza nyumba na kujenga, na wengine kwa mfano kama wakina mama walifundishwa na masista namna ya kulea, namna ya kujitegemeza na namna ya kuwa kweli mama wa nyumbani kwa kutumia vipaji vyao. Kwa hiyo mbinu waliotumia naweza kusema ni elimu kwa aina zote. Hawakuwa tu na elimu ya dini, ni elimu ya dini pamoja na elimu ya ulimwengu ya kumwezesha mtu kuweza kuishi katika ulimwengu wake. Hiyo ndio mbinu iliyowafanya wakapata watumwa wengi huru, na baadaye wale watumwa ambao ni huru wakaenda bara kueneza injili hiyo. Katika zama hizo, biashara haramu ya utumwa ilikuwa imeota mizizi katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Katika hali ya kutisha iliyowalazimu hata kupoteza maisha yao, wamisionari hawakuogopa katika kupambana na biashara haramu ya utumwa, ambapo enzi hizo Mwafrika alinadiwa sokoni kama bidhaa. Lakini kwa jitihada za wamisionari katika kupinga biashara ya utumwa, Mwafrika alirudishiwa heshima yake. Hili ni kanisa la Kianglikana la Mkunazini, Zanzibar. Historia ya kanisa hili ni ya pekee duniani. Mahali palipokuwa na soko la kuuzia binadamu paligeuzwa kuwa mahali pa kumwabudia Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo moja ya sababu iliyosababisha shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuliteua kanisa hili kuwa ni urithi wa dunia. Kwani historia ya kanisa hili haichangamani na ya kanisa jingine lolote duniani. Kanisa la Zanzibar lilianza na chama cha wamishonari waliojulikana kwa jina la UMCA. Kirefu chake University Mission to Central Africa. Hawa walianza na hotuba za David Livingstone zilizotolewa Oxford na Cambridge, akisema anarudi Afrika na baada ya muda mfupi atakuwa hayupo. Kazi ile aliyoianzisha huko Afrika anawaachia undergraduates wa Oxford na Cambridge. Hotuba hizo ndizo zilileta sisimko la kuanzishwa chama cha wapelekwa cha University Mission to Central Africa, na hao wakamchagua askofu mwaka 1861, mtu anaitwa Charles Frederick Mackenzie. Akaondoka Uingereza akaenda Central Africa. Baada ya mwaka mmoja Charles Frederick Mackenzie akafa kwa malaria.
Kwa hiyo akachaguliwa askofu wa pili George Toza, naye akafika huko Central Africa mwaka 1863. Alipoangalia akaona hali ya hewa mbaya, akaona kuna madosari mbalimbali, akaona na yeye ana hatari na wamishonari wengine kufa. Akaondoka na rafiki yake padre anaitwa Edward Steer kwenda kutafuta pahali pazuri zaidi ambapo misheni yake itaendelea. Ndio akafika hapa Zanzibar mwaka 1864. Akapokewa na balozi wa Kiingereza. Alipopaona akapona pakafaa. Kwa hiyo ndio chimbuko la kanisa. Umashuhuri wa kanisa hili hasa unatokana na biashara haramu ya utumwa iliyofanyika katika eneo hili. Baadhi ya mabaki ya biashara ya utumwa ni mahandaki haya yaliyojulikana kama slave chambers, ambapo katika mahandaki haya mababu zetu walitendewa vibaya na Waarabu. Livingstone alipokuja maeneo haya, shabaha yake ilikuwa aanzishe biashara nzuri zaidi ambayo itachukua nafasi ya biashara mbovu ya utumwa, lakini akafa kabla malengo hayo hayajaweza kutekelezwa. Basi wamishonari walipokuja hapa mwaka 1864, hata huyo sultani wa kwanza akawagawia watumwa 5, na wao ndio wakawa chimbuko la kanisa Anglikana pale hapa. Lakini kwa neema ya Mungu, Uingereza ambayo ndio ilikuwa dola kuu ya wakati ule, dola yenye nguvu, ikapitisha azimio ikiungwa mkono na madola mengine wakati ule kukomesha utumwa. Lakini basi wakija hapa Unguja, Zanzibar palikuwa ndio chimbuko la utumwa. Wakachukua wale watumwa wakawalea, na utumwa ulipokomeshwa, basi kanisa limekuwa katika mazingira ya utumwa. Lakini pamoja na mazingira hayo, uhuru wa Tanzania ni Disemba 1961.
Uhuru ule kwa kweli ni hatua ya pili ya uhuru. Uhuru, hatua ya kwanza ya uhuru ni ile iliyofanyika hapa Zanzibar, kukombolewa watumwa, kukajengwa kanisa hili. Hiyo ikampa uhuru kila Mwafrika aliyekombolewa, aliyekuwa mtumwa, na hata wale ambao hawakuwa na historia ya utumwa, lakini utumwa ulipokuwa hapo, basi kwa hao walikuwa wakiuendesha wa utumwa wangeweza kuwakamata, hawakuwa huru. Uhuru ule ulioanza hapa na kujengwa kanisa hili na kuwafanya watu wa Afrika wote huru, huo ndio uhuru wa kwanza. Kwa hiyo hii Disemba mwaka 61 ni hatua ya pili, na hesabu hatua ya kwanza ya uhuru ni ile ya kwanza. Baada ya biashara haramu ya utumwa kukomeshwa duniani mwaka 1873, Waarabu hawakusikia la muadhini msikitini wala la mteka maji kisimani, kwani Waarabu hao waliendelea kujenga mahandaki yaliyojulikana kama slave chambers, na ndani yake walifichwa watumwa na wakanadiwa kwa siri. Hii ndiyo bandari ya siri iliyotumika kuwasafirishia watumwa kwenda kutumikishwa ughaibuni. Watumwa walioonekana dhaifu kutokana na njaa, magonjwa na uchovu wa safari ndefu walitoswa baharini. Kazi kubwa ya wamisionari wa Holgost walioifanya baada ya kufika kisiwani Zanzibar ni kueneza elimu dunia na elimu akhera. Ajenda yao kuu ilikuwa ni kumwelimisha kila mwanajamii ili amfahamu Mwenyezi Mungu, na vile vile elimu dunia ilitiliwa mkazo ili kumkomboa mwananchi kwenye janga la umaskini, maradhi na ujinga. Makaburi ya wamisionari ambayo tunayo jimboni hapa sio wale wa mabinti wa Maria, isipokuwa waliokuja baada yao, na hili ni shirika la damu takatifu waliokuja mwaka 1911. Wao walikuja kwa shughuli kwa kweli ya kutunza wale wakoma, watumwa ambao walipatikana na ukoma, wakaunda makao yao pale Welezo, na mpaka sasa hivi tunafanya kazi hiyo. Na baadaye ndio walizikwa, waliofariki hapa walizikwa hapa, ndio walikuwa wanaendesha hii shule ya Tumekuja ambayo tunasema St. Joseph Convent School. Kwa hiyo kuna wengi, watatu wamezikwa hapa, wawili wamezikwa Pemba, na wengine ni wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu. Kwa mfano, mwanzilishi wa kwanza aliyekuja hapa mwaka 1880 ni huyu Father Etienne Bawa. Huyu alizikwa hapo Madema. Kama nilivyoeleza kwamba kaburi lake hatufahamu ni wapi, kwa sababu tulikuwa kwenye mwelekeo wa kuyafukua na kuacha nafasi ya kujenga nyumba za orofa. Hiyo ilikuwa kabla ya kifo cha muasisi wa taifa hili la Zanzibar. Baada ya muasisi wa taifa kufariki, ule mradi ukasimama, lakini kaburi la huyu padri wa kwanza, misionari wa kwanza Zanzibar, likawa limeshafukuliwa, na yule aliyefukua akawa naye amekufa, tukapoteza sehemu aliyozikwa. Lakini kwa sasa nasikia kuna watu wanaofahamu, huenda tukalipata na kuweka alama maalum kama muasisi wa imani katika kisiwa hiki.
Mwaka fulani pata miaka 5, 6, 7 iliyokwisha, alikuja kasisi kiongozi wa chama cha USPG, akatembezwa humu ndani kanisani, akasema amezunguka makanisa mengi makubwa na mazuri, lakini hajawahi kuona kanisa lenye historia ya aina hii. Pahali pale palipouzwa wanadamu pamekuwa sasa pale pa kumwabudu Mungu. Upekee huo wa pale alipouzwa mwanadamu sasa ni pale pa kumwabudu Mungu, nafikiri ndio kivutio kikubwa cha wanakuja mahali hapa. Sijasikia kuna sehemu nyingine ya aina hiyo. Sisemi hakuna, nasema sijasikia. Gloria in excelsis Deo, et in terra pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te. Sijui niseme nimenufaika vipi. Mimi nafurahi tu kwamba limetajwa ni moja ya tunu na urithi wa historia ya ulimwengu, na katika ukiangalia orodha ya vile vitu ambavyo vimetajwa ni vya historia katika mji mkongwe huu, kanisa letu liko namba 11. Siruhusiwi kubadilisha chochote kwenye hili jengo. Nikitaka kufanya chochote lazima niombe ruhusa kwa tume ya mambo ya kale, na hilo kwa kweli nalifurahia kwa sababu linatunza historia yetu. Sisemi kwamba nina faida sana kama wenzetu wa Anglikana wanavyopata pale kwao, ni kwa watalii. Wamefanya lile soko la watumwa kuwa ni sehemu ya watalii. Mimi sipati watalii ambao wanakuja kwa kufahamu historia yetu kikubwa hivyo, lakini polepole tunadhani kwamba yale madogo ambayo wamisionari wametenda na yamebaki ni historia ya kanisa letu, tunajaribu kuyatangaza, na hasa tunachotangaza sisi kama sifa na legacy yetu ni nyanja ya elimu, kwamba tulikuwa tumejua kabisa namna ya kumwokoa mtu na kumfanya mtu huru ni kuanza kumuelimisha. Hata kama kuna chochote ambacho labda kuna kasoro tuliofanya, lakini zuri naloona ni kwamba wamisionari wetu walisisitiza sana elimu iliyomfanya binadamu akawa na utu wake na kujitegemeza mwenyewe, na mpaka leo tunaendeleza wito huo. Ndio wito wa shirika letu.